Bwana, karibu tena. Hii ni Kiswaga Media. Mimi ni sports commentator fundi kweli kweli mwamba. Langu jina ni Saidi Sabini. Endelea kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii pale Instagram Kiswaga Media na ukatufollow, lakini pia kwenye YouTube account ya kwetu Kiswaga Media ukasubscribe na ukabonyeza alama ya kengele ili kuendelea kuwa mdau na mwanachama aswa kweli kweli lialia, ambao utakuwa unapata taarifa za kimichezo, uchambuzi bora kweli kweli. Na hapa leo niko na Alidi Mtumbuka, mtu wa kweli, daktari wa mpira wa miguu, na kubwa zaidi ni kuelekea michezo ya NBC Premier League ambayo michezo ambayo inakuja, michezo mizuri kweli kweli. Timu ya Singida Black Stars hao bwana, watu wa mafuta ya alizeti wakiwa na watu wa lambalamba Azam Football Club, na picha na video mjongeo ambayo imetrendi kweli kweli. Makocha wa football na kandanda Flora Ibenge na Miguel Gamondi wakiwa wamekutana katika press conference wakiwa wanazungumza. Na huu utakuwa ni mchezo wa aina gani? Tutapata kusikia uchambuzi kuelekea makubwa kuliko nafasi zao ambazo hapo kwenye msimamo, nafasi ya 11 kwa Singida Black Stars, lakini pia Azam wenyewe wakiwa wako nafasi ya 15. Kwa yote unaweza ukaona ni watu ambao kwa michezo ambao wamecheza viporo vyao viko vingi, na hapa wanakutana wao kwa wao. Halidi Mtumbuka, huu utakuwa ni mchezo wa aina gani? Ni mchezo mkubwa kwa soka la Tanzania. Yeah. Tuna uhaba wa mechi kubwa kwenye ligi kuu soka Tanzania bara. Tuna mechi kubwa chache sana kwenye ligi yetu. Mechi ambazo zinahusisha klabu za Simba, Young Africans na Azam FC. Hizi ndo mechi kubwa pekee kwenye ligi kuu soka Tanzania bara. Lakini msimu uliopita imeibuka Singida Black Stars kutokana na uwekezaji uliokuwa nao, inaingia kuwa miongoni mwa timu kubwa kutokana na ushindani. Yani sio timu kubwa kwa maana ya mafanikio, lakini timu kubwa kutokana tu na ushindani ambao wameuonesha kwamba katikati ya Simba, Young Africans na Azam kuna timu ya 4 ambayo ni Singida Black Stars. Kwa hivyo ukitazama na yenyewe pia inatoa taswira ya kuwa ni miongoni mwa timu zenye ushindani na zinazoweza kuonesha ukubwa wake. Na kwenye huu mchezo ubora mwingine ambao tunaweza kwenda kuona ni kwamba Azam FC katika mechi zake 3 walizocheza imefanikiwa kupata ushindi kwenye mchezo mmoja. Imetoa sare michezo miwili. Wakati Singida Black Stars imefanikiwa kushinda michezo miwili, imetoa sare mchezo mmoja. Ukitazama kwenye sehemu ya kukusanya alama, Singida Black Stars kwenye michezo mitatu wameonekana kuwa na wastani mzuri zaidi kulinganisha na Azam FC. Wao wakiwa wamekusanya alama 7, Azam FC wamekuwa wamekusanya alama 5. Lakini tukija kwenye muktadha wa ufungaji wa mabao pamoja na ufungwaji, Singida Black Stars imefungwa bao moja pekee, wakati Azam FC imefungwa mabao mawili. Ni timu zinazowiana. Kuna wakati mmoja Jose Mourinho aliwahi kuangalia msimamo wa ligi wa nchini England, wakati huo timu yake ikiwa Chelsea ikiwa haiongozi ligi kwa nafasi ya 7, na akasema the table is fake. Na tukiangalia msimamo wa ligi kuu nchini Tanzania bara NBC Premier League, JKT wako kileleni kwa msimamo wakiwa na pointi 16 michezo 9. Pamba wako nafasi ya pili michezo 8 pointi 15. Mashujaa nafasi ya 3 michezo 9 alama 13. Namungo wako nafasi ya 4 michezo 8 alama 12. Ni wakati sahihi wa kusema table is fake pia, kama Jose Mourinho alichokuwa anakisema wakati ule, kwa maana watu waliopo hapa ni muda wote wataanguka. Ni sahihi sana kuzungumza hivyo, kwa sababu moja kati ya changamoto tulizonazo ni kupata ushindani kwa timu 15 za ligi kuu soka Tanzania bara. Timu 14 zilizosalia kwenye ligi kuu soka Tanzania bara kupata ule ushindani wa kweli. Nazungumza timu 14 kwa sababu ligi kuu soka Tanzania bara ina timu 16. Timu 2 ni Simba na Young Africans ambao ndio wamekuwa wakibadilishana ubingwa kule. Lakini kati ya hizi timu 2, timu 14 zimekosa ule ushindani wa kweli. Msimu uliopita ilikuwa kama hivi. Azam FC alikuwa kwenye nafasi nzuri zaidi ya kuongeza gap la alama kati yake yeye na Young Africans. Lakini Young Africans akija kucheza viporo vyake, anarudi anakaa kwenye nafasi ya kwanza. Na msimu huu hivyo hivyo pia. Unaona Young Africans hapo hajacheza michezo yake. Michezo yake 5, pia Simba Sports Club hajacheza michezo yake 6. Almost point 18. Point 18. Watakaporejea watarudi kuonesha ushindani na watarudi kukaa wanapostahili kukaa. Yes, wanapostahili kukaa, kwa sababu itakuonesha hivyo. Kwa sababu gani? Mwenye pointi 16 kwa hivi sasa
amecheza mechi 9 ambayo ni itakiwa iwe pointi 27. Ziwe pointi 27. Yeah. Katika hizo pointi 27 ameondoka na pointi 16. Ameondoka na pointi 16. Kwa bado hata wastani wa yeye kukusanya alama ni mdogo. Kitu ambacho kinakuonesha kwamba huo msimamo sio halisi. Kwamba tembo yuko mtini, ataanguka tu. Yaani siku yoyote timu zenye zinazostahili kukaa kwenye nafasi yao zitakaporejea ni rahisi zaidi kuona JKT Tanzania ikirudi kwenye nafasi yake ya asili. Singida Black Stars na Azam Football Club walikuwa katika michuano ya kimataifa, timu zote kwa mara ya kwanza, si ndio? Lakini Azam amekula vipigo mara zote mbili. Alivyoenda kule kwa Sierra Belouizdad, lakini kumradhi amepata vipigo mchezo wa kwanza, si ndio? Lakini mchezo wa pili pia amekula kipigo pale Zanzibar dhidi ya Wydad. Tutategemea pia Singida Black Stars yeye akiwa amepata alama moja dhidi ya Stellenbosch kutoka South Africa pale New Amaan Stadium. Hii kwa maana ni Singida ndo watakuja kwenye huu mchezo wakiwa na ari ya nguvu kwa sababu wamepata alama moja kwenye CAF Confederation Cup. Je, kwa nafasi ya Azam tutategemea mchezo wa aina gani? Nani anaenda kuwa kama anaingia kwenye huu mchezo akiwa na nguvu kubwa kupata ushindi? Azam FC ndio timu ambayo inakwenda ikiwa na nguvu kubwa zaidi ya kupata matokeo ya ushindi licha ya kupoteza mchezo dhidi ya Wydad Casablanca. Yeah. Wydad Casablanca ni daraja kubwa sana la kiushindani kwenye soka la Afrika. Singida Black Stars kupata pointi moja itakuwa imetengeneza ile psychological boost kuelekea kwenye huu mchezo. Yeah. Lakini bado Azam FC ina ule mtazamo wa kiushindi na kiushindani zaidi kwa msimu. Na huu mtazamo umeletwa na Forai Benge. Yeah. Kwanza hizi timu zote zina makocha wakubwa. Yeah. Azam FC Forai Benge, Singida Black Stars Miguel Gamondi. Yeah. Ni makocha washindi na washindani. Na wana experience kubwa kwenye mechi kubwa. Kwenye soka la Afrika ama kwenye generation ya makocha, kwenye kizazi cha makocha, kuna makocha washindi na washindani. Hao makocha wote wawili ni washindi na washindani pia. Ukimtazama huyu kocha Forai Benge pamoja na Miguel Gamondi na kuonesha huo mtazamo. Lakini pia kuna wachezaji wakubwa kwenye hivi vikosi vya timu zote mbili. Lakini kwa Azam FC wao wamepata ile timu yao kwa haraka zaidi kuliko Singida Black Stars. Bado Singida haichezi kitimu. Yeah. Inacheza kutokana na uwezo wa mchezaji mmoja mmoja. Individual brilliance. Yes. Sasa hii ni changamoto kwenye timu. Ukikutana na timu ambayo tayari imejipata, ni ngumu sana kushindana nayo kwa kutegemea uwezo wa mchezaji mmoja mmoja. Kama mentality ya Azam FC itakuwa kubwa kwenye mchezo, kwenye makaratasi, hii ndio timu yenye nafasi kubwa zaidi. Tukiangalia nyota ambao wanasheheni kwenye vilabu vyote viwili, tunaona quality ni kubwa sana. Singida Black Stars, Clatous Chama, Aridi Aucho, Diomande, lakini wakina Elvis Lupia. Ukija Azam wakina Faisal Salum, wakina Kitambala. Unaweza kuona ni aina ya mechi ambayo itakuwa na quality sana kiwanjani. Tutegemea aina gani ya mchezo? Tunategemea kuona mchezo wa kiufundi kama tension ya nje ya uwanja itaondoka. Yeah. Mchezo wa kiufundi kwa maana ya kuwepo kwa makocha wawili wenye profile kubwa. Yeah. Lakini pia kuwepo kwa wachezaji wakubwa. Clatous Chama namna anavyolainisha kwenye eneo la kiungo, Khalid Aucho namna anavyochezesha timu kutokea kwenye eneo la chini. Nampenda sana Idi Khalid Habibu kama kiungo mkabaji pase pale kwenye eneo la chini. Kienda kwa Azam FC, Pascal Msindo mchezeshaji wa timu kutokea chini. Jason Fuentes, Yoro Mamadou Diaby, ndaka muangalie Lusajo Mwaikenda kwenye maeneo ya pembeni. Lakini Jafte Kitambala kwenye eneo la ushambuliaji. Mwangalia Faisal Salum Abdallah. Ile timu ina flow, yani inatembea zaidi uwanjani na namna inavyokuonesha. Kwa ni mchezo ambao setup mpangilio ukikamilika itakuwa miongoni mwa mechi bora sana kwenye nyanja ya kiufundi, kutokana na makocha wanaojua mbinu na ufundi, wachezaji wanaweza kuishi kwenye maelekezo ya walimu, lakini pia hata madaraja ya wachezaji wenyewe husika. Kwa hiyo tunakubaliana kabisa huu mchezo utatupatia farasi watatu atakayeungana na Simba na Yanga kwenye kinyang'anyiro cha ubingwa msimu 2025-2026. Hapana. Bado utaendelea kubaki kuwa ni mchezo mkubwa wenye daraja lake. Haujafikia kwenye level la kuunganisha kupata farasi mwingine. Yaani kwa maana ya kwamba kutoa ile timu ambayo itakwenda na Simba na Young Africans mpaka dakika za mwishoni kumchallenge ama kutoa changamoto kwenye mbio za ubingwa kati hizi timu mbili, kwangu mimi bado sijaiona hiyo timu kwa msimu huu kati ya hizi timu mbili. Lakini kama zitaendelea kuwa serious, pengine kwa msimu ujao kati ya hizi timu mbili,
inawezekana wakafikia kwenye daraja ya kutoa changamoto. Ukienda kwenye ubashiri wa huu mchezo, wewe unampatia nani nafasi ya Azam FC? Azam aenda kushinda. Yes. Mimi huu mchezo bwana natoa GG. Na kama ilivyo kawaida, kesho tarehe 3, kwa maana huu mchezo utakuwa unapigwa pale Azam Complex Chamazi, kati ya Azam wakiwakaribisha Singida Black Stars. Na kwa bonge moja la mchezo sasa tunakwambia kila yatakayojili pale kiufundi tutakuletea yote hapa ili uweze kuenjoy kweli kweli, kwa sababu tunakwambia yote ambayo unaweza kuyaona katika ulimwengu wa football, sisi tumejipanga kukuletea na kulainishia ili uweze kuenjoy. Hii ni Kiswaga Media. Endelea kutufuatilia pale Instagram account ya kwetu Kiswaga Media, lakini kwenye YouTube account ya kwetu Kiswaga Media subscribe, lakini pia usisahau kucomment na kushare. Kama una enjoy football, una enjoy soka, kwa nini unakaa unajikwaza mwenyewe, unakaa nyumbani? Usiwe mnyonge bwana. Mapenzi yakikuumiza, fuatilia soka, utaenjoy kweli kweli, kwa sababu huku utamu sio hadithiwa. Mpaka wakati mwingine, hii ni Kiswaga Media, mimi ni sports commentator fundi kweli kweli, langu jina ni Saidi Sabini. Asante sana Mr. Alid. Shukrani sana. Karibu sana.